Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Kwa majina naitwa Robert Wangila, na leo nimekuja kuwapatia habari njema, nimekuja kuwahimiza. Na hapo awali nimekuwa nikiwafundisha kuwa tuvae silaha za Mungu ili tuweze kuzipinga ile za shetani, na nimekuwa nikiwafundisha experience Mungu, tuongee na Mungu sisi wenyewe, tupate experience, na hiyo ndio ilikuwa ni ujumbe yenye nimekuwa nikiwafundisha. Na leo nimekuja na ujumbe ya kuwa tunafaa tukae katika neno. Maana ukiangalia katika Yohana 8:31-32, Yesu mwenyewe alisema, kwa wale walioamini, mkizidi kukaa katika neno langu, mtakuwa wanafunzi wangu na mtaujua ukweli, na ukweli utawaweka huru. Sasa mimi nakuhimiza siku ya leo kuwa kitu ambacho kinatufanya tuwe huru kutoka kwa dhambi, kutoka kwa minyororo ya shetani ni neno la Mungu. Wakati uko na neno la Mungu unawekwa huru, maana umepata maarifa ya kukutoa katika mitego ya ibilisi. Na ninawahimiza kila mmoja aliye mahali hapa kuwa tuzidi kukaa katika neno. Soma neno ili uweze kupata maarifa, maana katika Hosea 4:6 neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, maana wamelikataa neno langu. Ninawahimiza kuwa wacha tusome neno la Mungu na tuweze kupata kulielewa. Ukiwa unasoma neno la Mungu na upate kulielewa, mwambie Mungu akuongoze na Roho wake, maana huwezi kumwelewa Mungu pasipokuwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio anatuelekeza, anatupatia hekima na maarifa jinsi ya kumwelewa Mungu, maana maarifa ya Mungu ni yako juu, hatuwezi mwelewa, lakini kupitia roho wake anatuelekeza na anatuelimisha jinsi ya kumsikia Mungu na jinsi ya kumwelewa. Ninahimiza siku ya leo kuwa tuzingatie kukaa katika neno, tuzingatie kupractice, kulitimiza, kufanya kile kimeandikwa katika neno, maana msingi wetu uko katika msingi wa manabii na mitume. Maana sisi ni kanisa, tumejengwa katika huo msingi wa manabii na mitume. Ninawahimiza kuwa ukiona uko katika changamoto, uko katika shida, kitu ambacho unapaswa kufanya, chukua neno la Mungu, uko na Biblia mahali, soma ili uweze kulielewa. Na mwambie Mungu akuongoze. Mungu atakuongoza katika neno lake na litapata kukutia moyo. Maana kuna watu wengine wanaangamia, wanaenda kujinyonga, si kwa sababu ati wamekosa msaada, lakini wakimwambia Mungu, Mungu tuokoe, Mungu atawaelekeza katika neno, ama atawaelekeza katika watumishi wa Mungu wanaojua kufundisha neno la Mungu, na watu hao watapata kulielewa. Ninawahimiza sasa tuenende na tukae katika neno la Mungu na tupate kulielewa. Asanteni na mpate kubarikiwa. Amen.